Kuna wakati kauli zisemazo kwamba milima pekee ndiyo ambayo haikutani ila binadamu tunakutana, ni kauli ambazo huenda zikawa zinaibua maswali mengi kwa watu mbalimbali kutokana na yale ambayo wamekuwa wakiyapitia kwa nyakati fulani, wakati mwingine na hata historia za nyuma. Lakini kauli hizi huwa zinapingana vikali sana kutokana na yale ambayo watu wamekuwa wakiyapitia katika nyakati tofauti, na kuna wakati binadamu wanapokutana pamoja tena kwa wingi kweli kweli na katika muktadha mmoja, kwa yale ambayo wamekuwa yakiyapitia kwa hisia moja, kwa moyo mmoja, sauti za ndani za watu hao zinaposikika zikinena pia kitu kimoja. Hapa hata masanamu pia hutamani kama na wao wangekuwa binadamu na wangezungumza wakinena yaliyo moyoni mwao. Bila shaka unajiuliza maswali mengi sana. La hasha, hupaswi kujiuliza maswali hayo yote. Majibu ni haya. Taarifa iliyopita hivi nyuma, kama umekuwa mfuatiliaji wa kina Ihoma TV, tulikuletea taarifa inayoelezea namna raia mbalimbali na wananchi wa taifa la Iran walipojitokeza ghafla na kuacha vinywa vya watu wengi wazi wakijitandaza katika barabara mbalimbali za taifa la Irani, hasa katika vituo vya kurutubisha umeme katika gredi ya umeme ya taifa la Irani, ambapo hapo tulikueleza kwamba wananchi hao walikuwa wamejitokeza kujitoa muhanga dhidi ya mashambulizi ya Marekani na Israeli, kama endapo wawili hao watashambulia Irani kwa makombora mazito na kusambaratisha eneo hilo muhimu na nyenzo nyeti ya taifa la Irani. Sasa imani haikuwa tu kwa wananchi wenye utulivu wa nafsi na mioyo iliyojaa uzalendo, bali pia imani ilikuwa hata kwa milima na ardhi ya taifa la Iran. Jambo la kusajabisha sana ulimwengu wa sasa, karne ya 21 na vizazi vya Gen Z, si tu kwa raia waliokuwa wamejitokeza barabarani wakiwa pamoja wakizungumza kauli moja, vilio vikitawala, majonzi, simanzi, dua ndani ya mioyo yao zikisikika kuhitajia huruma ya Muumba wao ili kuweza kupata kile wanachokihitaji. Sasa hiyo haikuwa tu kwa wananchi wa Irani, bali pia hata kwa viongozi wao. Viongozi nao pia waliacha kiti, waliacha ofisi kuweza kuungana pamoja sambamba na raia wao, watu wanaowaongoza. Hii si kawaida kabisa, na kuna watu huenda wakajiuliza maswali mengi sana na wakabisha kabisa juu ya hiki kinachotokea na kinachoendelea kutokea taifa la Irani. Hii ni historia kweli na hii ni taarifa thabiti. Taarifa inaeleza kwamba viongozi mbalimbali wakuu wa taifa la Irani siku ya leo, mara baada ya kushuhudia raia wakiwa maelfu kwa maelfu wakijitandaza barabarani kwa kile ambacho wamekuwa wakikieleza kama uzalendo wa wazi dhahiri shahiri juu ya taifa lao la Irani, juu ya watu wao wa Irani na juu ya maslahi mapana ya taifa lao la Irani, viongozi hao waliketi kikao cha pamoja, kikao maalum na kikao rasmi kwa ajili ya kuzungumza mustakabali wa raia wa Irani na mustakabali wa taifa la Irani. Hatimaye viongozi hao wakafikia hatima na kupata jibu moja ambalo waliamua kujitawanya kila kiongozi, kila msimamizi wa taasisi ama mamlaka fulani ndani ya serikali ya Irani, wakajitawanya kila kiongozi katika eneo lake na kila kiongozi katika sehemu yake kuweza kuungana na raia wake pamoja ili kuweza kuikabili Marekani na Israeli, wakisema wako tayari kufa pamoja hapo na raia wao wa Irani. La haula, hili si jambo la kawaida. Kwa hakika hii ipo nafsi inazungumza. Hii kama ni uzalendo, basi ni uzalendo uliopitiliza mipaka. Raia wa Irani, viongozi wa Irani, hakuna kifani chenye kufikia uzalendo, utu na umoja na mshikamano wa raia hawa wanaouonyesha kwa taifa lao la Irani. Hapa ni katika mji wa Teherani. Viongozi hawa waliojigawanya katika maeneo mbalimbali. Mji huu wa Teherani amekuwapo makamu wa rais wa taifa la Irani akiwa sambamba na wananchi wa mji huu wa Teherani. Makamu wa rais Bwana Ismail Sahab Isfahani, siye mwenyewe bali akiwa bega kwa bega na waziri wa utamaduni na mafundisho ya Kiislamu Bwana Sayyidi Abbas Salehi, wamejumuika pamoja naye, wengine wakiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo eneo la Fedwas. Na hapo inaonyesha dhahiri kabisa
Viongozi hao wameketi katika viti mbele ya wananchi, yaani wananchi nyuma, viongozi wako mbele, kuonesha uongozi. Kiongozi ni mtu wa mfano, kiongozi ni mtu wa kuigwa katika wale anaowaongoza. Hili si jambo la kawaida mtazamaji, hili si jambo la wepesi, bali hili ni jambo la kihistoria kwa mataifa mbalimbali ulimwenguni. Ni historia inayoandikwa hapa vizazi na vizazi, karne na kale. Viongozi hawa wakiwa na wananchi katika eneo hili la mji wa Tehran wanaomba dua ya pamoja, kuongoza maombi ya pamoja, wakimwomba Muumba wao aweze kubariki na kwa tunuku nishani ya uhai mwingine na kunusuru miundombinu yao ya taifa lao iliyojengwa kwa jasho na damu yao. Ni ripoti hiyo inayoangazia hali ilivyo kinagaubaga kule nchini Iran mara baada ya tishio la Marekani kusema ya kwamba itashambulia maeneo mbalimbali ya taifa la Iran, ikiwemo kituo muhimu na sehemu nyeti ya kurutubisha ama kufulia umeme, inamaanisha gredi ya taifa ya umeme kwa nchi ya Iran. Sasa hapa tunapata wasaa ama fursa ya kupata kufahamu yaliyo ndani ya taarifa hii, lakini pia na mwendelezo wa kile kinachoendelea kujiri kule Mashariki ya Kati, Iran, ambapo mara baada ya tishio la Marekani na pingo kali la Irani ikikata moja kwa moja mawasiliano ya makutano ya mazungumzo bainifu baina ya Iran na Marekani juu ya kusitishwa kwa vita, kile ambacho Marekani amekuwa kikieleza kama makubaliano ya pande mbili ya pamoja. Sasa taifa la Marekani limeripotiwa kutoshambulia eneo la Irani, lakini imeamua kutumia taifa la Pakistani, akisema kwamba anafanya mazungumzo ya karibu na Pakistani katika mgongo wa Irani. Kwa mujibu wa Marekani, inaeleza kwamba Irani imewatumia viongozi wao wa ngazi za juu wakiwa na Pakistani katika mazungumzo ya pamoja ili kusitisha vita, wakati Irani ikieleza kwamba imekata moja kwa moja mlango wa mazungumzo na Marekani. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya White House Washington DC kupitia katibu wa habari wa mawasiliano ikulu ya Rais Donald Trump, imeeleza kwamba imesitisha kampeni yake ya kuishambulia Irani kwa kile ambacho imeeleza wito wa Pakistani wa kurefusha muda wa mwisho wa operesheni hiyo hadi wiki 2 zijazo. Na mtazamaji, katika taarifa hii Marekani imeamua kuchukua uamuzi wa kuitumia Pakistani ili kuweza kuidhoofisha Irani na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz na kusitisha vita kwa muda, hali ambayo Irani imekuwa ikipinga vikali jambo hilo utokewaji wake. Wachambuzi mbalimbali wa masuala mtambuka na siasa za kijiografia wanaeleza kwamba Pakistani inatumiwa kikamilifu na Marekani kimaslahi ili kuweza kupita katika kipindi hiki kigumu ambacho Marekani inapitia kufuatia kauli zake mbalimbali mtambuka kwa taifa la Irani katika vita vyake hivi dhidi yake Irani na Marekani. Hata hivyo, wakati hayo yote yakiendelea kujiri, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa taarifa iliyoibua taharuki na mshtuko mkubwa, akisema kwamba mazungumzo yanaendelea kati yake na Irani na hivyo amesitisha operesheni yake ya kushambulia Irani katika maeneo yake ya gredi ya umeme na kurefusha muda huo, japo hakuweka wazi siku ya kwanza tena operesheni hiyo. Rais wa Marekani akizungumza na shirika la habari la Marekani The Fox News hawezi kutoa maoni juu ya ushiriki wa Pakistani na Marekani, kwani Marekani iko ndani ya mazungumzo makali na kila amesema Iran. Hata hivyo, wakati hayo yote yakiendelea kujiri huko Mashariki ya Kati, mashambulizi makali yameendelea kusikika yakiarifiwa kutekelezwa na Irani na kupelekea milipuko mikali kwa mataifa na washirika wa karibu wa Marekani huko Mashariki ya Kati, mataifa ya Kiarabu. Kwa mujibu wa taarifa za vyanzo mbalimbali kutokea Mashariki ya Kati, vinaeleza kwamba miongoni mwa miji ambayo makombora yamesikika ni pamoja na Doha, Qatar, Bahrain na taifa la UAE, na vyanzo hivyo vikisema kwamba ulinzi wa anga wa mataifa hayo ya Kiarabu ulikuwa ukijibu tishio la kombora katika maeneo hayo. Kauli za Rais wa Marekani Donald Trump zimepokea upingwaji mkali kutoka kwa mataifa ya Magharibi ikiwemo Ufaransa, ambapo taarifa za hivi punde Waziri Mkuu wa Ufaransa amesema kwamba Marekani inakiuka ustaarabu na utu, akionya dhidi ya kuichanganya Irani katika mfumo wake na utawala wa taifa hilo. Akizungumza hilo, Waziri Mkuu wa Ufaransa amesema, na hapa ninamnukuu, "Ninatumaini ya kwamba Rais Donald Trump angepaswa kutekeleza vitisho vyake alivyovisema, akisema kwamba anaweza kuiburuza dunia." Na hapa amefyata mkia akishuhudia anguko kubwa la kiuchumi kwa taifa lake la Marekani. Hawezi kufuta ustaarabu na zaidi ya yote hapaswi kuchanganya Irani ambayo ni nchi
ina mamlaka yake, ina watu wazuri, na utawala wa Irani ambao ni utawala wa kidemokrasia wenye kiu ya damu, ambao wiki chache Marekani iliwaua watu wake. Na huo ndio mwisho wa kumnukuu waziri mkuu wa Ufaransa akizungumza katika mahojiano yake maalum na shirika la habari huko Magharibi. Hata hivyo, katika taarifa za hivi punde, taifa la Irani limetishia kushambulia vituo vya mafuta vya Saudi Arabia ikiwa Rais Trump atafanya mashambulizi katika vituo vya nishati ya umeme nchini Iran. Taarifa hiyo iliyotolewa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC inaeleza kwamba Iran itaangamiza vituo vya mafuta vya Saudi Arabia, maeneo kama vile katika makampuni ya Aramco pamoja na Yanbu na bomba la mafuta la Fujairah la UAE kwenye orodha yake ya kulengwa shabaha ikiwa Rais Trump atashambulia mitambo ya umeme ya nchi ya Irani. Ni taarifa iliyotolewa na jeshi la IRGC kupitia shirika la habari la Irani Tasnim News. Wakati fukuto la vita likiendelea kuzidi kuwa kubwa zaidi kati ya Iran na Marekani, Umoja wa Mataifa umeanza jitihada zake za kuingilia kati mgogoro huu, ambapo kwa mujibu wa taarifa kutokea Mashariki ya Kati inaeleza kwamba balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Saidi Iravani amesema kwamba mjumbe wa Umoja wa Mataifa aliyepewa jukumu la kushughulikia mlango bahari wa Hormuz anaelekea mjini Teherani kwa ajili ya mazungumzo rasmi na maalum kati ya viongozi wa taifa la Irani Teherani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.